Ni fainali za mataifa Afrika ambazo zinaendelea kule Morocco. Imefika hatua ya mshindi wa tatu, na kesho tutashuhudia fainali ambapo Senegal watacheza dhidi ya wenyeji Morocco. Leo ni mchezo wa mshindi wa tatu ambapo Misri ni wanacheza dhidi ya Nigeria. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, mimi naitwa Elia Somo, nipo na Philip Nkini hapa kwa ajili ya kwanza kuzungumzia mechi hii ya mshindi wa tatu. Ulitegemea Nkini pengine timu hizi kukutana katika mechi hii? Kwa sababu ni kati ya zile timu nne ambazo ziliingia kwenye hatua nusu finali, zote zilikuwa ni timu kubwa. Kwenye bara la Afrika ukiwataja Misri ni timu kubwa, Senegal ni timu kubwa, Morocco ni timu kubwa, Nigeria ni timu kubwa. Kwa hiyo ulikuwa unajua tu kabisa kati ya mataifa manne, mawili lazima yatacheza mshindi wa tatu, mawili yataenda finali. Yalioenda finali yalikuwa na deserve kuwa pale, yalobaki kucheza mshindi wa tatu yalikuwa yanastahili kuwa hapo. Kwa hiyo hakuna shaka ya kwamba nilitarajia au sikutarajia. Nilitarajia kwa sababu wote ambao waliingia pale walikuwa wanastahili kwenda finali na wote walikuwa wanaselekta mshindi wa tatu. Mo Salah, nyota wa Liverpool, alikuwa anategemea pengine huenda huu kawa msimu ambao anaweza kutwaa taji la AFCON, lakini hesabu zimekuwa tofauti. Mechi ya mshindi wa tatu dhidi ya Nigeria ya kina Osimhen na kina Lookman ambao wamekuwa na performance nzuri katika mashindano haya. Yapi maoni yako kuhusu mechi hii? Kwanza, Misri walituzulumu kwenye hatua ya nusu finali. Hawakuwa na kiwango kile ambacho wengi walikuwa wanakitarajia kwamba wataonyesha kwa taifa kubwa kama Misri. Walicheza mechi ya uoga, walikaa nyuma muda mrefu, na nafikiri kama mwalimu wao angejua, angechanga karata zake vizuri, akapanga kikosi kama walivyocheza dakika 10 za mwisho, labda matokeo yangeza yakawa mengine. Nafikiri ilikuwa kuna hofu kwa mwalimu kuangalia kikosi chake na jinsi ambavyo kilivyo, package ambayo alikuwa nayo, akaona ya kwamba anaweza akakaa nyuma muda mwingi, at least labda wakaenda kwenye mikojo ya penalti au ikiwezekana wakaenda kuimaliza hiyo mechi kwenye dakika 30 za mwisho, lakini haikuwa bahati yao. Salah hajawahi kuwa na bahati nzuri anapokutana na Mane, sababu nafikiri kati ya mechi 6 ambazo wamekutana, Mane ameshinda 3, wametoka sare 2, ampoteza moja kama kumbukumbu zangu haziko vibaya. Kwa hiyo nafikiri ni muendelezo wa yale ambayo siku zote amekuwa wakiyafanya, na kilichokuja kutokea kwenye hatua ya nusu finali ndicho ambacho kilikuwa kinatarajiwa. Ulikuwa ukimuona Salah, ile timu kama vile alikuwa amebeba mwenyewe mabegani. Yaani Misri hii ya sasa sio Misri ile ya nyuma. Ni Misri ambao unatafuta wachezaji bora wachache sana unawapata. Ukimchukua Misri leo ukimchanganya na Nigeria, ukimchukua Misri ukimchanganya na Senegal, ukimchanganya na Morocco, unaona kama vile kuna maji na mafuta vinajitenga. Yaani Misri na Mo Salah kweli gianti, mchezaji mkubwa wa Afrika, moja kati ya wachezaji bora zaidi Ulaya wanatajwa. Amekuwa na performance nzuri, amechukua premier, amechukua makombe mengi, lakini nani ambao wanamsupport? Wale ambao wanamsupport kuhakikisha ya kwamba Misri wanachukua ubingwa, nafikiri ndio ambao walikosekana. Ukiwazungumzia timu kama Nigeria leo unakuja kumzungumzia watu kama kina Lookman, unazungumzia watu kama kina Osimhen. Unaona, yani unaona kwamba kuna muunganiko wa watu wengi ambao wamewazunguka. Kwa hiyo mimi kwangu nafikiri kwake ni pigo, kwa sababu pia namuona AFCON ya mwakani atakuwepo. Sasa hivi tunazungumzia mwakani, sio 2027 tena. AFCON ya mwakani ambao tunaandaa Tanzania, Kenya na Uganda, anaweza akawepo kwa majali wa Mwenyezi Mungu. Kama akiwepo hiyo, labda inawezekana ikawa AFCON yake ya mwisho. Sidhani kama ile nyingine zinazofuata anaweza akawepo kwa sababu ya umri. Umri wake utakuwa umeshaondoka, lakini itakuwa busara kwake kuwaachia vijana. Sasa kama amekosa hii hapa, lazima nguvu kubwa zaidi atakuja kuiweka kwenye AFCON inayofuata. Baada ya mechi ya mshindi wa tatu, macho na masikio ya wengi yataelekezwa kwenye mechi ya fainali ambapo Morocco, wenyeji, timu ambayo itakuwa inasaka ubingwa wake wa kwanza wa AFCON kwa zaidi ya miaka 40, licha ya kwamba kwa miaka hivi karibuni wamekuwa na kizazi cha dhahabu, wakifanya vizuri na kufika hatua hata ya nusu fainali kwenye kombe la dunia, dhidi ya Senegal ambao nao wamekuwa na kiwango kizuri katika miaka hivi karibuni katika soka la Afrika. Unaiona nafasi ya Sadio Mane kuongeza tena taji lingine la AFCON, ama Morocco anaweza akatetea akabakisha kombe nyumbani? Kwanza Morocco hawajachukua ubingwa huu miaka 50 iliyopita, kwa sababu ni mwaka 76 na FIDO walichukua mara ya mwisho. Ni miaka 50 ukipiga mahesabu leo. Senegal kwenye ndani ya miaka 24 wameingia, hii ni fainali yao ya 4
ndani ya miaka 24 iliyopita. Nafikiri wanashindana na Misri ambao nao ndani ya miaka 24 nao wana fainali nafikiri ni 5 mpaka sasa hivi. Kwao unawaona ya kwamba wametengeneza kizazi cha ndani ya miaka 20 ambacho kinaendelea kuperform kila siku. Morocco walitoka na timu yao kwenye kombe la dunia miaka 4 iliyopita ambayo ilikuwa nafasi ya ilifika nusu finali. Ikawa timu ya kwanza kwenye bara la Afrika kufika nusu finali, si ndio? Baada ya hapo wamekuja wamechukua ubingwa wa CHAN, wamekuja wamechukua ubingwa ule wa Qatar kule, wamekuja wamechukua kombe la dunia la vijana chini ya miaka 20. Sasa hivi wako kwenye finali ya AFCON. Unawaona wanatengeneza kizazi, lakini Morocco ni tofauti na mataifa mengine, hawatengenezi kizazi kimoja. Ukiangalia sasa hivi Morocco wametengeneza timu 4 ndani ya nchi moja. Wana timu hii ambayo unaiona inacheza AFCON ni timu tofauti kabisa. Ina kocha tofauti kabisa. Hakuna mchezaji hata mmoja ambaye alicheza CHAN. Hakuna mchezaji hata mmoja ambaye amechukua ubingwa wa dunia wa vijana. Ninapozungumzia ubingwa wa dunia wa vijana, wale Morocco waliwafunga Argentina finali. Lakini unakuja kuzungumzia walipochukua ule ubingwa wa timu za Kiarabu, si ndio? Hakuna mchezaji hata mmoja pia aliyeko pale. Na wewe unanipata mpaka hapo. Kwa kuangalia hilo unaona ya kwamba wenyewe wanatengeneza kundi kubwa zaidi la wachezaji, na ndio maana mpaka pamoja na kwamba ile timu imefika finali, mpaka leo kuna pressure kwa mwalimu ya kwamba usipochukua ubingwa kuna uwezekano mwalimu akatimuliwa. Unanipata vizuri? Kwa hiyo kwa nini nasema hivyo? Nazungumzia hivyo kwa sababu ni mataifa ambayo yametengeneza vizazi tofauti tofauti. Senegal wanakwenda na kizazi ambacho kina mchanganyiko wa wazoefu, mchanganyiko wa vijana. Morocco anakwenda na kizazi ambacho kina mchanganyiko wa wazoefu, mchanganyiko wa vijana. Kinachokwenda kutengenezwa hapa sasa ni finali bora zaidi nafikiri kwenye ndani ya miaka hivi karibuni, kwa sababu wote njia walizopita umewaona. Senegal ameruhusu magoli kama sikosei ni mawili mpaka anafika finali. Morocco ameruhusu goli moja mpaka anafika finali. Mmoja amefunga magoli 12 ambao nafikiri ni Morocco, Senegal amefunga magoli 9. Kwa hiyo unawaona wote wamejitengeneza kwenye njia ya kwenda kupambana. Hakuna aloenda hapa tukisema huyu amefika pale bahati mbaya. Kwa hiyo kwangu mimi naiona ni finali ya dakika 90 ya kwamba atakayechanga karata zake vizuri atakuwa na nafasi ya kuchukua ubingwa. Wakati unamzungumzia Sadio Mane kuchukua ubingwa, kumbuka ya kwamba Morocco nao wana watu ambao nao wanatamani kuchukua ubingwa. Taifa linatamani kuchukua ubingwa. Alozaliwa mwaka 75 hajai kuiona nchi yao ikichukua ubingwa wa AFCON mpaka wanapokuja kufika leo. Kwa wanatamani, yani lile pale jukwani basi ukiwatazama inawezekana 96% ya watu waleko pale hawajai kuiona Morocco ikichukua ubingwa wa AFCON. Pamoja na kwamba sisi tunaiona ni giant, ni timu bora zaidi Afrika. Na hata ikichukua AFCON hii ni mara yao ya pili. Umeshaelewa? Yani kwenye historia ni mara yao ya pili. Senegal akichukua AFCON hii ni mara yao ya pili. Yani ili uone ya kwamba AFCON ni kombe ambalo limejijenga kwenye upekee. Sawa, wale Misri ambao tunawazungumzia walichukua ubingwa mara 7, ndio timu ambayo imechukua mara nyingi zaidi. Umeshanaelewa vizuri, ambao wazam mshindi wa 3. Lakini kwenye ile mara 7 watu wengi wao wanaiondoaga ile mara moja. Hii moja ambayo ina mashaka kwa sababu moja ambao walichukua ni yale mashindano ya kwanza kabisa ambao walicheza mechi kama nyumbani na ugenini afu akachukua ubingwa. Yaani kila mtu sana anasemaga hii haikuwa AFCON, lakini ndio imeshatangazwa kama wamechukua wenyewe AFCON. Mwingine anafuata hapo nafikiri ni Kameruni, amechukua ubingwa mara 5. Kwa hiyo ukija ukitazama unaona hawa wote wanakwenda kutafuta rekodi mpya. Umeshaelewa? Kwenda kutafuta rekodi mpya kwenye mechi ya finali. Wote wamejitengeneza vizuri, wana walimu wazuri. Kikubwa ni kwenda kuitazama hiyo mechi. Ninachokiona mimi tofauti ni kwamba tutaenda kuona finali yenye msisimko labda kuliko finali zingine 4 au 5 ambazo zimepita huko nyuma. Philip Nkini, mtazamaji wa Mwananchi Digital, tusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Tutaanza kwanza kwa mechi ya mshindi wa 3 leo, lakini pia tutashuhudia kesho nini ambacho kitatokea katika mechi ya fainali ambayo inatajwa kwamba huenda ikawa miongoni mwa fainali bora zaidi. Mimi naitwa Elia Solomon, kwa niaba ya wengine wote niseme asante mpaka wakati mwingine.